Mwalimu mwenye wito hutoa mchango mkubwa kwa maendeleo ya jamii kupitia matokeo ya elimu bora kwa mtoto ambaye ndiye mteja wake wa msingi. Hoja hii inaibuliwa na Moses Kiando, mkurugenzi wa taasisi ya Moffett inayotoa mafunzo ya uongozi wa elimu kwa walimu na wamiliki wa shule. Kiando, ambaye amekuwa mwalimu wa darasani kwa miaka 16 kabla ya kuanzisha taasisi hiyo, anasema uzoefu unaonyesha kuwa walimu wanaoandaliwa katika ngazi ya vyuo vikuu, kiwango chao cha wito wa walimu kiko chini na badala yake hujikita kudai mazingira bora na kipato, na matokeo yake mteja wa msingi ambaye ni mtoto ama mwanafunzi husahaulika. Walimu wanaotoka kwenye vyuo vikuu wamekuwa wengi zaidi, lakini tafiti zimeonyesha kwamba wanao upungufu kwenye maeneo hasa ya walimu. Tunapozungumzia maadili, tunapozungumzia saikolojia ya walimu, walimu hao ambao wanatoka kwenye vyuo vikuu wameonekana kupungua kwenye eneo hili. Sasa walimu hawa pia hawaamini kama kufundisha na kupata hizo appreciation na kufanya vizuri ni matokeo ya kwanza na fedha ni matokeo ya pili ambayo yanatokana na kazi nzuri mtu aliyofanya. Wengi wanaotoka katika ngazi hii wanafikiria zaidi kupata fedha kuliko kufanya kazi. Walimu wanaoamini kwamba pesa ndio, yani wanaamini kwamba walimu ni kazi na haianzi na wito, kwa kweli wanafanya vibaya sana kwenye maeneo ya kazi, kwa sababu kila kitu ambacho anataka afanye, anataka ajue mbele yake kuna uhalisia fulani wa fedha. Mhadhiri kutoka kitivo cha saikolojia na mafunzo ya mitaala, chuo kishiriki cha elimu Dar es Salaam, yani DUCE kwa ufupi, Dr. Jostan Zilano, anasema pamoja na kuwa mtazamo wa mwalimu unapaswa kumzingatia mwanafunzi kwanza, lakini wito huo umekuwa ukiathiriwa na mtazamo wa kiuchumi. Ikitokea kwamba sasa anataka atekeleze ile azima yake kwamba walimu ni wito, manake hapo sasa huangalii kipato, unaangalia mtoto. Sasa unajikuta kwamba huyu mtu anajikuta anaishi kwenye mazingira magumu, ambayo yeye mwenyewe binafsi hawezi kujimudu. Kwa hiyo analazimika kuweka ile mitazamo yote miwili pamoja, kipato na mtoto. Ndani ya mazingira ya kujigawa hivyo, utendaji wake unashuka. Ndipo unaanza kukuta kwamba sasa anajipima, elimu yangu nimemaliza chuo kikuu, nimewekeza muda mrefu katika taaluma yangu, si ndio? Lakini sasa mbona ninavyotakiwa nifanye sivyo? Kwa vyovyote sisi watu wa imani tunaamini ukifanya kazi kwa juhudi kubwa na ukafanya vizuri, kuna namna fulani ambavyo kama si mwajiri wako aliyepo pale atakuona na kukupa nafasi inayostahili kwa ukubwa ule, Mwenyezi Mungu anakuona. Tunaamini hivyo. Bidii ya mwalimu anayemtambua mwanafunzi kama mteja wake wa msingi ina matokeo katika kuunda jamii iliyostaarabika. Kutoka makala ya Ufunguo, mimi ni Faraja Sendegea.